maalum ya maendeleo ya vijana, na hiyo wizara imewekwa chini ya ofisi yake. Kwa hiyo inaitwa Ofisi ya Rais Maendeleo ya Jamii. Mheshimiwa Waziri leo hii yuko mkoani Songwe, ameendelea kukutana na vijana kwa ajili ya kutatua kero na kusikiliza kero za vijana, ili hatimaye atakapoanza kufanya kazi basi kila mmoja wetu aweze kufurahia matunda ya serikali ya awamu ya 6 kupitia Wizara ya Maendeleo ya Vijana, Ofisi ya Rais. Lakini pia niwakumbushe kwamba moja ya kero ambazo ziliwasilishwa na vijana ni vijana kukosa fursa za kuwa na fani mbalimbali za ufundi. Serikali yetu imeweza kuboresha chuo chetu cha VETA Singida ambacho leo umeona kuna majengo ya kisasa. Tupigie makofi serikali. Lakini kwa upande wa mkoa wa Singida, serikali imetoa shilingi bilioni 5.6 kujenga vyuo vipya vya VETA. Na sasa hivi chuo cha VETA Ikungi kimeanza kufanya kazi. Lakini VETA Ilamba, VETA Mkalama na VETA Manyoni vinaendelea kujengwa. Hilo ilikuwa ni hitaji la vijana wenyewe wa Tanzania. Lakini pia serikali imeona kwamba kuna umuhimu wa kuanzisha shule za sekondari ambazo zinafundisha mafunzo ya ufundi, zinaitwa shule za amali. Kwa mkoa wa Singida tumepokea bilioni 5.9 kwa ajili ya ujenzi wa shule za amali kila wilaya. Na kwa mkoa, shule ya mkoa inajengwa ambayo imechukua bilioni 1.6, iko pale Unyamba. Nene mkajionee pale. Kwa hiyo sasa hivi vijana wa sekondari watakuwa wanasoma masomo ya sekondari, lakini pia watasoma masomo ya ufundi. Ili yule akiwa na idea za ufundi anaanza kupata idea za ufundi akiwa sekondari. Akitaka kujiendeleza sasa anakuja kwenye VETA. Serikali oye. Ndugu zangu, najua mnahitimu. Na mimi pia kidogo tu nizungumze. Serikali imetoa fursa ya mikopo. Vijana wengi inawezekana mfahamu kwamba serikali inatoa mikopo bila riba. Kila halmashauri imeelekezwa na serikali kupitia sheria kwamba itenge 10% ya mapato ya ndani, 4% iende kwa vijana. Na niwaambie kwa mkoa wa Singida tunafanya vizuri sana kwenye mikopo. Kwa hiyo naombe sana vijana, mkitoka hapa nendeni mkajiunge kwenye vikundi vya watu 5 na kuendelea, ili basi muombe hizo fursa za mikopo. Mikopo ipo na inatolewa. Vijana hoye. Ambacho naomba tuende kwa uaminifu. Ukizungumza issue ya mikopo kwenye mashauri, vijana wengi wakikopa fedha hawarejeshi. Niombe kwa awamu hii ya 6 na serikali imefanya mambo makubwa kwetu, tuweni uaminifu, turejeshe mikopo hiyo. Ili serikali basi iende kutoa fedha nyingi, na fedha ambazo zinarejeshwa ziende kuwanufaisha vijana wengine. Vijana hoye. Vijana hoye. Lakini haya yote yatawezekana endapo tutaendelea kuhudumisha amani na utulivu. Nashukuru sana vijana wa mkoa wa Singida. Tarehe 29 Novemba hatukufanya vurugu. Tujipongeze sana. Na niwaombe sana vijana mkoa wa Singida tuendelee kudumisha amani na utulivu. Hakuna nchi yenye maendeleo bila kuwa na amani. Nchi ambazo zina maendeleo zote duniani ni nchi ambazo zina utulivu na amani. Leo hii kama kungekuwa hakuna amani, tusingekusanyika mahali hapa tuweze kusherehekea ninyi mnahitimu mafunzo ya mwaka wa 2. Kwa hiyo tuendelee kudumisha amani. Lakini na wazazi mliopo hapa, tuendelee kuwalea vijana wetu katika maadili na ile misingi ambayo babu zetu walitufundisha kuwalea vijana. Nyinyi mmefaidi matunda ya amani na utulivu wa nchi yetu. Na sisi vijana wa leo tunataka kufaidi matunda ya amani na utulivu wa nchi yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa maneno ya machache, naomba nikushukuru tena kwa nafasi hiyo na niendelee kukaribisha sasa uweze kuzungumza. Vijana wa sekondari watakuwa wanasoma